Uongozi Talks, the podcast. The podcast. The podcast. The podcast. The podcast. Naam, karibu tena Uongozi Talks, mahali ambapo kila mgeni ni darasa. Na leo tuko na kiongozi ambaye amekuwa ni mwalimu wa wengi, lakini pia amekuwa ni role model wa wengi. Mimi nimekuwa nikimtazama kama kioo. Amekuwa mtu ambaye akini-inspire, mtu ambaye hadithi yake, safari yake ya mafanikio imekuwa kwangu ni darasa huru ambalo nimekuwa nikijifunza. Si mwingine, tuko na mwanzilishi na mkurugenzi wa Clouds Media, Big Joe, Mr. Joseph Kusaga. Karibu sana Uongozi Talks baba. Kwanza mimi nishukuru sana kwa nafasi ambayo umenipa ya kuzungumza especially na vijana, especially na Watanzania. Ndio. Yote ni Mungu, sio hata kukutana leo naweza nikasema ni kudra za Mwenyezi Mungu zimetukutanisha. Ndio. Niwashukuru nyinyi kama team ambayo ni vijana ambao mna nafasi kubwa sana ya kuwapa nafasi ya Watanzania. Yeah. Wengine ambao ni vijana kuweza kupata nafasi ya kutusikiliza sisi. Mimi naweza nikasema mzee, lakini miaka yangu sihitaji. Bado nitajiita kijana. Ingawa wengine wananitukana kuniambia mzee, wewe kijana gani ushazeeka, lakini bado naamini bado kijana ndani ya roho yangu. Kwanza nikushukuru sana kwa kunikaribisha. Asante sana pia kwa kuweza kuitikia mwitikio wetu. Wengi ambao wamekuwa wakikutazama kama Big Joe, umekuwa ni kioo cha wengi, na hadithi yako mwanzo ambao watu wengi labda hawaujui, ambao ulikuwa ni mwanzo wa safari ya mafanikio yako, ulianzia wapi? Historia yangu ni ndefu sana. Ndio. Nikiweza kusema historia yangu, mimi nilianza toka niko shule, naweza nikasema. Nimeanza na miaka 17, 18. My first night club when I was 18, 19. Lakini with a clear vision ambayo ilikuwepo, hiyo vision ambayo nimekuwa nayo toka nikiwa mdogo. What do I need in life? No. Kwa hiyo vision yangu ilijengwa kutokana na mimi kuona 20 years, 30 years nitakuwa wapi. Na pure vision was purely kusema kwamba nitengeneze kikapu kimoja ambacho kitajili na swala linalohusiana na hospitality entertainment. Kwa hiyo sikuhama hapo. Sasa hiyo unazungumza miaka 18, ni miaka 40 iliyopita. Lakini kisema miaka 40 na maana unaweza kugundua na umri gani. Lakini miaka 40 ni kadhaa iliyopita nyuma. Kwa hiyo vision was planned, na vision ilikuwepo, na nikastick kwenye vision. Kuanzia wakati huo nimeanza na clubs, alafu sasa nafikiri katika mazungumzo tutaendelea mbele. Nilianzia wapi zaidi na kwenda wapi zaidi. Lakini purely ilikuwa kwenye clubs, kwa kuangalia wazi kabisa sekta hiyo inaweza ikawa ina nafasi kwangu mimi na kwa kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo naweza nikazungumza mapenzi ambacho nilikuwa nakipenda. Ndio vision ambayo nilitengeneza kufika mpaka nilipofika leo. Hapo ambacho nimejifunza kitu kikubwa ni kuwa na vision na kuweza kuisimamia. Miongoni mwa changamoto kubwa ambazo vijana sisi inatukuta ni unaweza kuwa una vision nzuri na safari ukaianza, lakini pale ambapo inatimiza labda mwaka, miaka miwili, unaona kile ambacho unakifanya hakikupi matokeo ya haraka ambayo unakuta unayataka. Kwako ilikuwaje? Ulivyoanza vision moja kwa moja na matokeo yake ukayaona, ama kwa kijana ambaye anajaribu inabidi achukue muda gani ili kuweza kuipima vision yake? Unajua, huwezi kuzungumza kwamba vision yako inaweza ikawa fulfilled in one second, 1 minute, 1 day, 30 days, mwaka. Hapana. Inategemeana na wewe umejipanga vipi. Na kila siku mimi nazungumza swala la kufocus. Nazungumza wazi kabisa. You can have a vision lakini huna focus pia. Unaona, huna mapenzi na kitu unachokifanya. Au sana umeiga fulani amefungua podcast, mimi nifungue podcast. Je, did you do some research? Kwa sababu hivyo vitu vyote vinaendana pamoja. Kwa hiyo ukistick kwenye vision na ukafocus na ukasema mimi nitafanya ninachoweza kukifanya, unaweza ukaachieve. I did the same. Mimi nilistick na nikasema this is what I want. Hii gap nimeiona na hii gap lazima niitumie. Kwa sababu wakati sisi tunaanza, nikisema ukweli, mtu ukisema tu unadili na swala la entertainment, wewe ni muni kwanza. Yani 100% wewe unaonekana ni muni kabisa. Unaonekana wewe ni muni. Na it was very difficult hata kwa familia kukubali kwamba kwanza wewe disco joker. Mimi nakumbuka disco joker ambao walikuwepo kabla. Mimi I was a DJ mpaka napo nilikuwa DJ kabisa 100%. Piga muziki sana. Yes, lakini DJ ambao walikuwa wametangulia
walikuwa wanaheshimika pale tu wale wanaokwenda kwao, lakini nje nani ile ilikuwa kwamba ni swala. Lakini for me it was purely kusema bwana, this is my vision, I don't care wewe utafikiria nini au utafanya nini, lakini kama nimestick na nikafocus naenda kwenye engo hiyo ya kusema kikapu kimoja kiwe kina burudani zote, kwa sababu I was the first one kufungua record label ya Tanzania. Hamna mtu ambaye anaweza kabisa, wote hawa wakina Mr. Paul, Lady JD, it was official record label ya kwanza probably kwa East Africa, wala hata haikuwa Tanzania peke yake. Smooth Vibe ndio ilitoa wasanii wengi sana ambao walihit wakati ule. Congratulations for that. Yes. Lakini besides that, hata kufungua the recording studio ya kwanza digital, kwa sababu wakati ule watu wengi ilikuwa recording ni 2 track. Yani ukienda Radio Tanzania, which was a government nani, ilikuwa ni track 2. Mkiingia mkianza kupiga gitaa ndio mmetoka hivyo. Ukikosea timing mnarudi upya. Lakini mimi nilifungua record studio ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Mawingu, ambayo engineer wake alikuwa ni Boni. Ameendelea nayo na mpaka katika endelea na shughuli tukasema haya, Boni sasa Mawingu, wewe utaendelea na Mawingu. Lakini Mawingu was the first digital 8-track digital recording studio kwa East Africa. Kwa hiyo ilikuwa ni track 8. Kwa ukiingia unaweza ukaingiza bass leo, ukaingiza keyboard kesho, ukaingiza sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, and then unaweza ukafanya mixing. Kwa hiyo ndani ya kile kikapu ukianza, kama nilivyokuambia, record label, recording studio ya kwanza, and then tukafungua tena sasa Primetime Promotions, ambayo kiukweli kwa East and Central Africa hakuna kampuni inaweza kafika kwenye level ambayo Primetime ilifika. Primetime ilikuwepo miaka mingapi? 30. I think sasa hivi tuna revamp na itakuja kwa njia nyingine tofauti, lakini Primetime did 90% of the events ambazo zilifanyika East Africa. Jay-Z, Busta, Rick Ross, Jui, Shaggy, Sean Paul, yani name it, wasanii wa Afrika wote, marehemu Brenda Fassie, Huge Masekela, Miriam Makeba. Lakini yote ile ilikuwa ni kujenga msingi ambao unaweza ukawapa platform vijana wa Kitanzania. Hakuna kijana wa Kitanzania ambaye leo anaweza akanyanyuka akasema hakupita kwenye stage ya Fiesta. Lakini Fiesta wakati ule sisi ilikuwa ukileta msanii wa nje na fuse msanii wa Tanzania, tayari kwa mipaka inamaanisha tayari umesham elevate kwenda kwenye level kubwa. Kwa hiyo ukikaa uangalie vision, which was there was clear vision. Kwa hiyo ukienda kwenye events management, ambayo ndio hiyo naizungumza, ambayo nafikiria vijana wengine wanaweza kawa wakumbuki mambo makubwa tu yalifanyika. Lakini Fiesta imekuwa ni kitu ambacho hatuwezi sisi vijana kukisahau. For one reason or another, lakini Fiesta ukikaa uangalie kwa Afrika, ilikuwa ni event kubwa kwa Afrika. Na hata watu wengine wa nje wote, wengi tu ukikaa uangalie wasanii wengi ambao walikuja hapo. Pato Rank alikuja mwenyewe tena, lakini Fiesta ndio ilimnyanyua, na mpaka leo anasema kwamba Fiesta ndio ilimnyanyua. Achana na hao wengi wao ambao wamepita pale, hakuna ambaye hajapita pale. Anzia kina Diamond watakwambia they passed through Fiesta and then boom, wakanyanyuka wakaendelea. Lakini apart from that, kama nilivyokuwa nasema, tayari vision ile ilikuwa 360 kuhakikisha kwamba una music, una fashion, and then sasa tukae tuone with that music, how do you promote the music? Ilikuwa ni kuhusu swala sasa la kusema ni lazima uwe na mouthpiece nyingine kubwa. What was it? It was radio. Unaona? It was very difficult kwa sababu kwanza nilikuwa mdogo sana. By that time. Yeah, kwa sababu saizi ukiangalia those are like what, almost 30 years ago. Unaona? Ni umri wenu nyinyi vijana wengine wadogo. Lakini miaka 30 unakwenda, na wakati ule alikuwa ameshatangulia mzee Mengi. Nafikiria na mzee Diallo. Mimi nafikiria nilikuwa watatu, wa pili au watatu, somewhere there. I don't remember. Lakini ukiangalia wakati ule unakwenda hata kwenye interview. TCRA wakati ulikuwa inaitwa Tume ya Utangazaji, alafu unaonekana ni kijana mdogo, na kitu sensitive, kwa sababu radio ni sensitive. Radio sio kitu ambacho leo unapewa. Nchi za Kiarabu ndio kabisa, hata kupewa radio sidhani kama wanatoa, kutokana na mambo mengi, Arab Spring. Radio inahitaji discipline. Yani you really have to have discipline. Usije ukatumia kufanya propaganda nyingine. Sio propaganda. Mtu anaweza akasema chochote tu ambacho kinaweza kuwa kina madhara kwa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo hata kupata leseni wasn't easy, kwamba unaenda mtoto mdogo, na hata maswali nitakumbuka tu mimi nikiwa mdogo, unakwenda pale na kukuta watu wazima, hata wahangaiki nawe kwa sababu wanajua huna uwezo, huwezi kufanya, naona na investment kubwa, and then how you young guy like you can do it. Lakini
nikumbuke kwamba kulikuwa kuna panel, out of the panel wengine they were not even interested, walikuwa wanafanya shughuli zao tu wakati wa interview. Lakini mzee Mark Bomani ambaye rest in peace, mzee ambaye alisimama na sisi kama vijana wadogo, na hata kwenye interview aliuliza kwani conditions za kutoa leseni zikoje. Conditions zinasema mwaka moja usipodeliver wanachukua leseni yao. Kasema hapana, si vijana wadogo, hebu wapewe nafasi. Na mzee Gunze ambaye mpaka leo naweza nikasema ni mzee wangu mimi, nikitaka kupata ushauri wa broadcasting tarudi kwake, amebombea sana kwenye mambo ya broadcasting. Kwa hiyo tukapewa nafasi, ndio kasema wapeni waone. Yes, lakini kupewa nafasi ile sasa ndio good governance na uongozi ambao unaozungumza wewe ndio ulipokuwa hapo, kwa sababu tayari tulikuwa kwenye direction rally ile ya kwenda kwenye entertainment ilikuwa iko pale. That means kwamba you have the best DJs wakati huo, you have the best sound, una masikio mazuri ya kujua sound ikoje. Na kipindi chote hicho ushafanya research kubwa. I did my research, serious research, haikuwa research ndogo. Wakati ule station nyingi sana zilikuwa above 90. Nafikiria walikuwa hawajalifikiria lile swala how do you come in. Lakini sisi tuli come in a different way, different direction kabisa, kwamba okay, magari ya Tanzania yakoje. Na kama sasa hivi na tofauti, Mungu amesaidia, technology imebadilisha, mna ma DAB, magari yana ma frequency from 80 to 120. Wakati ule ilikuwa ni 80 90 umemaliza. Lakini redio nyingi sasa za nyumbani ndio zilikuwa sasa zina above 90. Lakini walionitangulia siwezi kusema wakufanya research, lakini kila kitu kina blessings zake. Mimi nilipoingia wale wote walikuwa juu, mimi niko chini. Na gari za Tanzania zilikuwa nyingi zinatoka Japan, ambayo frequency zote zilikuwa ziko chini ya 90. Kwa hiyo research iliyofanyika music wise, quality wise, ilikuwa sisi imetupa upper end. Kwa hiyo maandalizi ilikuwa ni sababu pia ya kuweza kufanya vizuri. Vijana wengi sasa hivi tumekuwa tukianzisha, hususan labda unaweza kukuta kijana ameanzisha taasisi, ameanzisha biashara ama initiative fulani, lakini inakosa kudumu ama kulast longer. Mimi nimekuwa nikifurahi kuona the same spirit ya Clouds tangu imeanza mpaka leo bado imeendelea kuwa at the peak. Siri ya kuweza kufanya hiko hasa inatokea teamwork. Kwangu mimi huwezi kuamini nani bosi wakati tunakwenda vitani. Usijua bosi ni nani sio bosi. Yani all of us are the same. Na kila mtu ana nafasi. I have an open door policy kwenye kampuni yangu. Milango yangu hufungwi. Lakini watu wanaokuja kwangu mimi, anaweza akaja leo driver, akaja na wazo ambalo linaweza likawa wazo linaloweza kunyanyua timu. Lakini besides that, vile discipline ya kazi. Kwa sababu hata vijana wa sasa ambao wanafungua biashara nyingi probably zina fail. Kwanza kwa sababu hakuna uthubutu unaotakiwa. Pili, discipline ya kazi hakuna. Sisi kwetu sisi, naweza nikazungumza tu, wakati ule vijana wanakunywa, mi bahati mbaya au bahati nzuri nilichelewa sana kupata masanga mnaita hizo. Nilichelewa sana kuja kunywa na miaka 40 nao. Lakini wengine wanakunywa, wakitoka hapo wanakuwa kazi, timing ya kazi nani hazipo. Kwa hiyo sisi hilo lilikuwa lipo. Kazi, discipline ilikuwa ni kitu cha kwanza. Ubunifu ulikuwa ni kitu cha pili. Open door policy, kumpa nafasi kila mfanyakazi awe na mawazo tofauti, na mawazo yale yanafanyiwa kazi na timu nzima. Kwa hiyo teamwork sisi ilikuwa ni kitu cha kwanza. Na hata wakati tunaanza radio 1 year watu tumekaa nyumba moja. Kwa hiyo tunapika tunakula nyumba moja. Upendo ulikuwepo. Definitely. Ndio maana unaona kila siku unaambiwa Clouds is one family. Hakuna kusema sibini. When it comes to kazi ni kazi. When it comes to heshima, tuna hierarchy sasa za heshima. Huyu ni boss, huyu ni. Lakini when it comes to kazi ni kama siafu, wote tunapambana. Kwa hiyo nayo ni kitu ambacho hata kwenye nyingine mpya. Na bahati nzuri kwa sasa ni tofauti sana na nyuma ilivyokuwa. Sasa hivi ama chat GPT sijui ya kwenu ni rahisi. Sisi hamna, kulikuwa hamna chat GPT. Lazima uumize kichwa kifanye kazi. Yaani bila kichwa kijafanya kazi jasho litakutoka. Lakini right now kiukweli mimi naweza nikasema generation ya sasa ni generation ambayo Mungu ameisaidia mno kuweza kurahisisha shughuli nyingi sana. Nadhani kuna fursa gani ambazo generation yetu ambayo iko nazo? Mimi ninachozungumzia especially kwenye technology sasa hivi kuna vitu vingi sana. Mara nyingine wanakuambia
cut and paste inawezekana. We angalia kitu gani kimefanya kazi Marekani, rudi nacho. Uongo kweli. Unajua sio lazima upasuke kichwa inavyowezekana, lakini generation ya sasa ina nafasi kubwa sana ya kufanya vitu vingi. Applications hizi nini. Mimi bahati nzuri napata nafasi kubwa sana ya vijana wengi sana kuja kwangu. Na wengi tumewasaidia, na wengi sasa hivi wanakuja kunyanyuka na products nyingine kubwa sana. Sisi tuna product 2-3 ambazo zinakuja, products za makanisa ambazo tayari ziko sign na vijana wadogo tu. Kwa hiyo vijana wa sasa, generation ya sasa, they can make money kuliko kutoil kama sisi tulivyotoil. Kwa hiyo ni namna tu ya kukaa kuangalia hizi social media. Wengine wanaingia kwenye TikTok tu wanaangalia upuuzi tu, lakini why don't you go kwenye mambo ya education, kwenye mambo ya technology ambayo yapo, kwenye mambo ya agriculture ambayo yapo, content creation. Kwa hiyo kuna sababu kubwa sana ya vijana wengi sana kufanya vizuri sasa. Naam. Huyu ni Big Joe na hapa ni Darasa la Uongozi. Endelea kuwa nasi ili uweze kupata maarifa, kujifunza, na msingi mzuri wa ulimwengu wa sasa ni taarifa sahihi. Endelea kuvuna taarifa kupitia Uongozi Talks. Big Joe, ni kurudishe kidogo upande wetu wa vijana wa kileo. Vijana wengi leo hii wako bize sana, lakini wakati mwingine wanadiriki kusema kwamba hatupigi hatua, pamoja na kuwa tunafanya au huenda hatuonekani. Hivi focus yetu vijana inabidi hasa iweze kuwa wapi ili kuweza kutengeneza njia ya mafanikio? Again nitarudi pale. Yani kiukweli mmerahisishiwa sana. Yani maendeleo ya vijana yanaweza kaja kwa haraka sana. Especially kama kutakuwa, mimi niko tayari sana kujaribu kuangalia kutengeneza makongamano ambayo vijana watawa open up na kuona. Nchi kama Kenya, Kenya watu wanaoendelea sasa hivi ni vijana wadogo sana kuliko sisi wazee. Mimi wananiita mzee, potelea habari. Wewe ni kijana. Kuliko sisi wazee, vijana wa sasa they have upper hand ya kuweza kufanya vizuri. Na kufanya vizuri kwa sababu bado kuna njaa sana ya urahisishaji wa maisha ya kwetu sisi wa Tanzania. Kwa nini mtu aje wa Uber anatoka kule anakuja anafungua Uber hapa na ana prosper, anafanikiwa? Na mimi kila siku nazungumza nasema, okay, if sisi tunaweza tukawa tuna media power by 100%. Mimi nazungumzia tukichanganya media zetu power zote. Na hata kukawa kuna kongamano la vijana mwezi wa 10 ili natengenezwa kongamano la vijana la kuhakikisha kwamba serikali sasa ina support. Unaona? Ni vizuri sana serikali nayo iingie na kusupport, kwa sababu kuna kwa mfano naweza nikakupa mfano mmoja mdogo. Talikuja kijana mmoja mdogo sana kwangu. As I said, kwangu mimi ni more on open door policy. Kama unaona nyinyi hapa mmeniita leo, so wala hata sikuleta timu yangu ya kufanya research nyinyi ni nani mnafanya nini, lakini kwa sababu tayari nimeshaona azma na nia yenu ni njema, why don't I contribute kwa sababu ya kucontribute kwa vijana. You understand? Kwa sababu uongozi mara nyingi ndio vitu vinavolaka kwenye organization nyingi sana. Sahihi. Naona kama hakuna uongozi mzuri, mta prosper mwaka wa kwanza wa pili, everything rise and fall. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwanza ni wapongeze, ni kitu ambacho mnafanya kizuri, ambacho inabidi muwe supported pia, na mimi nitawasupport kwa kutumia media yangu kukaa kuangalia naweza nikasupport vipi kusudi vijana wengi waelewe sana swala la management. Asante sana. Kwa hiyo kwa kifupi nitarudia tena kusema kwamba Gen Z, si mnaita Gen Z, sijui mna nafasi kubwa sana kuliko sisi. Sisi mnatuita millennium, mimi hata sijui lose count za video wanaitwaje millennium, lakini hekima tunazipata kweli. Sijui nisha lose count. Gen Z, si millennium. Kama unajua mimi nimechoka. Nyinyi tena mnachoweza mkija tupambane. Gen Z ni millennium, mnasema tuone wapi nguvu. Lakini for the benefit of the country, for the benefit of the youth of Tanzania, and I really think kwangu mimi bado na nafasi kubwa sana ya kuchangia na kuona kwamba hata kuzungumza kuhusu haya makongamano ambayo yanaweza kahusisha kukaa kuona, kwa sababu Tanzania, nitarudia tena kusema, Tanzania ina vijana ambao wana akili sana. Sahihi sana. Naelewa mno. Yani that one naweza nikabeti na mtu yoyote. Wenzetu wanaweza kuwa wametushinda kwenye exposure zaidi. Unaona? Kwa sababu mtoto wa Kikenya na mtoto wa Kitanzania ukiweka hapa, mtoto wa Kitanzania ana shy away kwa sababu ya exposure. Umeelewa? Lakini mtoto wa Kenya atakuja, utafikiria anajua kuliko mtoto wa Tanzania. English zile dalili wanawafaliza kabisa. It's because of the exposure. It is the exposure which counts. Lakini
Mimi kila siku nasema mimi probably inawezekana labda nilipata exposure kwa sababu nimetravel kutoka mdogo. Ni kitu ambacho nisema PhD yangu mimi itokane na travel na kuangalia what is really happening duniani na niweze kuona nilichokifanya. Ndio maana nakwambia cut paste bang inawezekana, modify bang njoo kibongo endelea. Unaona, kama nilivyosema, alikuja kijana mmoja mdogo tu tena tutamkumbuka, sijui simkumbuki jina lakini alikuja na application ambayo nilimtafuta Ulega na Ulega akaniambia waziri. Yeye alikuja na application ambayo inazungumzia weighing bridges hizi za kupima magari na nini, kwamba ana application ambayo real time. Kwa sababu nafikiria kulikuwa kuna matatizo mawili matatu, ukusanyaji wa mapato, siwezi kuingilia na sina ushahidi wa kusema labda kulikuwa kuna ufujaji au hapana. Lakini alikuja na application, kijana mdogo tu which he is below 25 lakini I think kwa connections tumeanza kumconnect sasa, anaweza akawa amesaidia sana taifa na yeye mwenyewe kuwa na kipato cha kufanya. Kwa hiyo ukija kuangalia applications nyingi tu ambazo zipo ambazo zinaweza zikasaidia maisha ya Watanzania na kuweza kusaidia vijana wengine kupata pesa. Mimi na application nyingine kabla hata sijafikia hiyo time ya kuzungumza mambo ya technology inaitwa Afrobox. Afrobox mimi nilienda head of the game. Unaona, miaka 10 ya Afrobox lakini tulienda mbali sana na kiukweli tulifanya investment kubwa sana ya masavers na nini. Afrobox ni over the top. Over the top inamaanisha ni juu ya yani juu ya mitandao au juu ya nini, lakini mtu anapata kitu kwenye simu, which was way back. Ilifanyika muda mrefu sana. Lakini sasa baada ya kukutana tena na Gen Z, vijana wengine wamerevive ile Afrobox. Afrobox utakuwa na nafasi ya kuweza kupata educational materials, lecturers za vyuo, makanisa, mambo ya ibada na kila kitu, entertainment in full. Kwa hiyo content providers kama nyinyi with any exceptional content ambayo mnayo, mnaweza mkamonetize na mnaweza mkatengeneza hela kusudi mweze. Mtanzania ukimwambia support hawa vijana kwa sababu ya 1 2 3 they can support. Sure. Hongera sana kwa kuendelea kuwa mbunifu, na hiyo inadhihirisha bado kwamba wewe ni kijana kabisa. Joe, umekuwa ni mwalimu wa vijana wengi na wengi wamepita mikononi mwako. Ni kosa gani ambalo umeobserve kwa vijana ambalo huenda ni miongoni mwa tabia ambayo inaweza kumfanya kijana kumchelewesha kwenye maendeleo, kwa huyo ambaye anatuangalia, kama atakuwa anayo aina hiyo ya tabia kuweza kuepuka? Kulewa sifa. Wengi sana, unajua pesa wanasema ni kwenye dini, wamesemaje? Pesa ni nini kwenye dini? Nimeshazungumza hiyo. Mwingine kidogo tu zikishaanza kuingia kichwa chake kinabadilika. Pata cheo au hela tujue tabia yako. Discipline imechange. Wewe mwenyewe fikra na nani zako zina change. Badala ya kustick kwenye kitu ambacho umepanga. Mimi Clouds ina miaka 35 and it's been there the same. Namba moja huku, namba moja huku. Why? Kwa sababu nilistick, nikawa na discipline ya kufanya nachoweza kukifanya. Unanielewa? Niko huru kwa kila binadamu, kwa kila Mtanzania, kwa kila kijana kuweza kuwa na nafasi ya kuongea na kuweza kubadilishana mawazo ya kusema uendelee mbele. Lakini wengine wengi ambao hata mimi kuwasaidia wamesaidiwa baada ya level moja ya pili tu, mabadiliko ya kila kitu kinachotokea kinakuwa mabadiliko tofauti sana. Sasa kama uwezi kumpa heshima mtu unaifanya naye kazi, hawa unaofanya nao kazi wewe huna heshima nao, unafikiria wataweza kufanya kazi inayotakiwa? Impossible. Watakudanganya na mwisho wa siku morali inashuka na kila kitu kinashuka. Kwa hiyo wengi ambao wameingia uweza kwenye biashara au kwenye nini, wasipoweza kumaintain discipline ya wanachokifanya, unaelewa? Ndio. Hiyo ndio inakuwa matatizo makubwa sana kwa vijana wengi. Hiyo naweza nikaisema wazi kabisa, na wengi nimeona, na wengi wamepigiwa pasi nyingi, baadaye mabadiliko yanabadilika kabisa. Sio wale ambao ulianza nao. Unaona, na mwisho wake huwa unakuwa sio mzuri. Kwa sababu mwisho wa siku unahitaji reference. Kwa sababu mtu anakuja leo katoka nje anakwambia nipe miaka yako 10 ya historia yako wewe ikoje. Ataweza kuhitaji referee ambao wanaweza wakakuelezea. Yes, huyo mtu ni 1 2 3. Sasa wewe kwa mfano nimeshafanya kazi na wewe. Mtu anakuja kwenye uliza anasema huyu mwizi, wala tena hata usije. Nani anaweza karudi akakwambia mfanye kazi? Kwa hiyo mara nyingi
vijana wengi ni short sight, unaona, na ni lazima hiyo tabia ibadilike. Dunia sasa hivi kama mnavyoona na utandawazi wa social media na nini, huwezi kudanganya kitu. Yani there's no way utadanganya kitu. Ukiharibu hapa, siku ya pili pale, siku ya tatu pale, kwa hiyo you end up losing vitu unavyoweza kufanya. Na ile kitu kingine anachosema uthubutu wa kusema kwamba you know what, I want to do this and I really want to do it professionally, nisilete longo bado sisi Tanzania ipo. Kwa hiyo hilo swala la longo likiisha na uthubutu na utendaji wa kazi ambao kiukweli umenyooka, kuna sababu kubwa sana ya kuwa na maendeleo mengi. Asante sana. Endelea kuwa nasi hapa Uongozi Talks. Leo ni darasa la uongozi, tuko na Big Joe na kimsingi tunaendelea kupata maarifa. Wewe ambaye unatamani kuweza kufika mbali katika tasnia, sekta uliopo ya uongozi, kwani tunaamini kwetu kila kijana ni kiongozi, inategemea unatokea katika kada gani. Big Joe, kwa mtazamo wako, tumekuwa na vijana ambao tunaamini mafanikio yana gharama. Kwako wewe ni kitu gani ambacho kilikupasa kuweza kusacrifice ili kuweza kukusaidia kufika hapo ulipo? Kama ulivyosema, mafanikio ni gharama. Mafanikio ni gharama kwa sababu ndani ya mafanikio ni lazima wewe mwenyewe uwe umejiwekea malengo ya nini unatakiwa kufanya. Na malengo ni lazima uwe katika malengo, kuna categories chungu mzima za malengo yako. Unanielewa? Probably punguza hiki, fanya hiki, nenda kwenye ukweli, practice more. Kama ni mcheza mpira, lazima ufanye mazoezi. Huwezi kusema unaenda kuwa mcheza mpira professional ufanye mazoezi. Unaona, ufuatilii mbinu za kisasa ambazo zipo. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema nilisacrifice vitu vingi tu. Nilisacrifice hata shule. Kwa kifupi, nilifukuzwa shule nyingi tu. Nilidrop out shule nyingi tu. Lakini siwezi kusema leo mtu a drop out shule. I would be very wrong kusema kwamba mtu anatakiwa ku drop out shule. Lakini probably Mungu alisema tu, bwana nenda njia hiyo, fanya hiyo, na siwezi kumshauri kijana aache shule. Huko ni sehemu ya process yako. Lakini anaweza akawa shule na bado akafanya. Kwa maisha ya sasa kuna vitu vingi tu anaweza akafanya, hata akiwa form 1 anaweza akafanya. Mimi watoto wangu mara nyingi hata nikikaa nao nawaambia, think dunia inakwenda wapi. Kuna mambo ya health sasa hivi, hata ukienda kwenye events za health kuna mabadiliko makubwa sana ya teknolojia ambayo yanahusiana na health. Kwa hiyo ni lazima uendane na muda unavyokwenda. Mimi sacrifice yangu ilikuwa vitu vingi sana kusema ukweli. Probably ningekuwa mlevi sana, lakini nilisacrifice hamna kunywa. Unaelewa? Nilisacrifice kwamba mimi saa 10 asubuhi mpaka leo ile discipline ya kwangu mimi iko hivyo. Kwa hiyo mimi nitaamka saa 10, nitasali, lazima nimuombe Mungu kwa chochote nitakachofanya. And then nitatengeneza siku yangu mimi, sasa siku ya kesho ikoje? What are the 3 main things which I really have to accomplish? Yani vitu vitatu hivyo, piga huwa hata kama nitafanya nini, lakini lazima hivi vitatu ni accomplish. Kama leo one of the accomplishment ilikuwa mimi kuja kwako, besides kwamba niko busy, lakini nilisema katika vitu vitatu ni lazima nifanye kitu kitachohusiana na youth wa Tanzania. Because that's how I am. Nitafanya mazoezi. Sasa hivi nafanya mazoezi zaidi. Umri ukienda unafanya mazoezi zaidi, usife mapema. Nimeona focus. Usichomoke mapema. Maana hapo usipofanya mazoezi mafuta yanazidi, unachomoka. Kwa hiyo ndio lazima useme kwamba bwana, focus yangu ni hapa. I'll sacrifice this for the benefit of this one. Kama wazee wetu vita vya Majimaji walipigana for what? Walisacrifice kwetu sisi. Bila wao sisi probably bado tungekuwa kwenye utumwa na minyororo ya ajabu. Kwa hiyo yes, you sacrifice kwa sababu ya mambo mengine ya muhimu. Nimependa sana kuona ratiba yako huwa unaipanga kabla, na ni lazima uweze kuwa na target ya vitu fulani kuweza kukamilisha. Big Joe, kwa siku ambayo ni ya kawaida tu, ambayo hauna ratiba ngumu, siku yako huwa inakuwaje, ama ratiba zako zinakuwaje? Utaanza kwa kusoma kitabu, utanini? Kwa kijana ambaye anakuangalia, wanasema kujifunza pia kwa tabia za waliofanikiwa zinaweza kuwa mlango pia wa kufanikiwa. Yes, besides kama anavyosema kuamka mapema na kusali. Mimi huwa naamini sana chochote kinachotokea Mwenyezi Mungu anahusika. Tanzania na watu milioni 70. Mimi najua sisi Tanzania tunazaana sana. Itakuwa 90. Kama sio 90 itakuwa 100. Itakuwa 100. Unaona, katika kufanya ile dalili wanakosea, nyumba nyingine hawajaenda, lakini Tanzania wanapenda kuzaa. Kwa hiyo tutakuwa kwenye milioni 90. Sasa kwa nini katika watu milioni 90 Mungu anichague mimi? Why me? Hamna wengine?
wako wengine wengi. Why do I have 60, 70, 80% of the media power of Tanzania? Why me? Kwa nini Joseph Kusaga na radio 5, 6, 7, 8, TV 5, 6, 7, 8? Kwa nini? Inamaanisha Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Akiamua kesho ngai anakata. No. Kwa hiyo mimi sana sana huwa nasema naomba na namwomba Mungu anisaidie niwafungulie wengine wengi nyinyi vijana, kwa sababu mambo mengi yanaendana na technology. Kwa hiyo hata vijana wa Kitanzania wanaosoma medical, wanaosoma nini, wajaribu nao vile vile. Mtu anaamka asubuhi anaona okay, dunia inaendaje. Differences za sasa hivi wadude kama cancer ndio yanayotua. Wanaume prostate cancer ndio zinazotua. Watu wanahangaika kuona how can they change the world to be a better place. Lakini kwa nini sasa nyinyi vijana wadogo ukiamka na wewe sasa uanze kuangalia technology inasemaje? Hivi haya mabadiliko yakoje? No. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiria naenda hapo, alafu mengine sasa yanaendelea baada ya hapo. Big Joe, kama leo hii ungepata nafasi labda na kurudisha nyuma ukawa kijana wa miaka 20 Tanzania, lakini ukaanza kabla hujaendelea ningekuwa bilionea dakika 2 tu. Yani I swear nakwambia, kila siku mimi nasema, hata mtoto wangu mimi 6.4 anacheza makarati, anacheza, nikamwambia mimi ningekuwa na weight na uzito height ya kwako na akili ya kwako, mimi labda ningekuwa Ronaldo kwanza. Yani kama kwenye sports lazima ningeupiga kuliko chochote. Na yeye he was the same, kwa sababu kila siku nilikuwa na motivate. Kwa hiyo akaingia kwenye basketball, hata shule, mashindano ya mashule ya dunia alikwenda na miaka 13, lakini alilazimishwa kucheza under 15, akalazimishwa under 18, akalazimishwa under 22. Ikaenda sikuwa naye sana, akaingia kwenye makarati yenu. Sasa sijui alipigwa shule akaona umenipiga, akaenda kwenye karati. Usinichukulie poa. Lakini kwa nyinyi, kwa urahisi wa maisha mliokuwa nao teenagers leo, yani Gen Z, kuna mambo mengi sana ya kutengeneza. Technology yani iko bwelele wazi kabisa ya kuweza kusema ukajikita na ukatengeneza hela hata bila kuhusisha mtu mwingine. That's a reality. Unanielewa? That's a reality. Kwa hiyo kiukweli ningerudi sasa hizi ningeipata kabisa kwenye bilionea za under 25 tungekuona, bali singefika 25, 18, 19, 20 hapo. Kila siku hata mimi na mchallenge mtoto wangu anaitwa Zalex, namwambia Zalex na Natalie, kwa yake nayo ukisema hivyo utaonekana gender balance hivi. Wote wawili wa kiume na wa kike, naambia mimi, nyinyi mna nafasi ya kuwa bilionea hata bila mimi. Nyinyi, yani nyinyi wenyewe mna nafasi tayari ya kuwa billionaires hata bila mimi. Na ukikaa uangalie technologies where billionaires are, hiyo haina ubishi. Technologies where billionaires are. Mimi nikikaa nikiangalia namba tu, ukikaa nikiangalia Okedezi na nani wake ndio CEO wa Afrobox sasa. Lakini chukulia wanafunzi tu ambao leo wanakwenda kwenye lecture, anaenda amenunua stationaries, amechukua hiki time yake, anakwenda minimum anatumia shilingi 5,000, minimum anatumia 5,000. Sasa cut it into half of that for 2,000, zidisha 2,000 mara wanafunzi 100,000, ondoa 200,000 wengine. Ni kiasi gani hizo? Ni almost I think 20B if I don't mistake. That's the amount of money which mnaweza mkaipata hiyo hela. Na tayari hata ukiangalia kwenye Afrobox navyozungumza na wewe, it's a revenue share business. Kwa hiyo nyinyi uongozi, whatever you have, mkiwa mna interesting kitu ambacho mtu itabidi ya subscribe, atalipa kwenye subscription, and the platform ya Afrobox itashare na wewe the revenue inayopatikana. Kwa hiyo sasa imagine wewe umeipeleka uongozi talk ikaenda kwenye level ya kusema una watu 100,000 wanaoangalia, 50% tu yao 50,000 wanaangalia hiyo kitu, mara 1,000 ni shilingi ngapi? Wala hata uendi mbali. Kwa hiyo nachokisema, nyinyi mna nafasi kubwa sana sana sana. Technology wise you have better chances ya kuwa your own CEO, make money as your own CEO. Yeah, sahihi. I love that positive mindset ambayo umesema, yani ungekuwa miaka 20 tayari ungekuwa bilionea. Leo hii kuna kijana ambaye anapita kwenye giza na huenda ambapo haoni mwanga, na imepelekea kuweza kuwa na negative perspective ama negative mindset. Hivi negative mindset ina hasara gani kwenye kujiendeleza na kupata mafanikio? Ni negative mindset, hata wewe ukiwa na mindset leo tu siogi ukawa mchafu, isa mindset ambayo umeiweka na wewe utaendelea nayo hiyo.
Lakini mindset ni wewe mwenyewe unavyojiweka. Ukishaweka mindset ya kusema utafanikiwa. Hata Mungu anakwambia jisaidie nikusaidie. Lakini ukisema siwezi, why don't you go more kufanya research ya unachotaka kukifanya? Narudia tena kusema bado ni rahisi sana kwa vijana wa sasa hivi kuweza kujua anataka kufanya nini na aka research na aka plan na akaweza kumove forward kabisa. Anaweza ka research. Bado Tanzania data ni sehemu pekee ambayo data ndio rahisi kuliko nchi nyingine. Lakini tujiulize leo, wewe ingia tu kwa Joseph Kusaga leo, ana watu 700,000 800,000 wanaofollow. Ingia tukana tu sema Joseph Kusaga maraya, mshenzi, mpumbavu. Wataka ushuka huko, wanaokujua wasiokujua wote watashuka kwako wewe. Why don't you use that kwa sababu ya maendeleo technology? Why don't you research about apps ambazo ziko duniani? Kuna apps za vifo, kuna apps za harusi, kuna apps za nini. Hata app ya kawaida tu unaweza wewe ukaweza ukaprosper. Kwa nini usitumie time hiyo ya kuweza kufanya hivyo vitu vingine? Ukiniambia mindset is you. Mindset yako ni wewe mwenyewe, unawekaje mindset yako? Hii mindset yangu inaniambia mwaka huu nataka ni resign, nataka nilime. Is mindset tayari nishaiweka, nishajiandaa kwamba bwana mimi okay, I've done so much. Umeelewa? What do I have to do now? Kwa nini nisi deal zaidi na foundation, Joseph Kusaga Foundation, ambayo nia yake sasa ni kufungua milango mingi? Tayari nimeshajipanga kusema kwamba unajua nini, mimi lazima niwe biggest supplier wa kitu kama soya. Tayari na mashamba ya soya, tayari nishaanza kutafuta outgrowers. Mindset ni wewe mwenyewe unajipanga vipi. Mindset wewe ndio unaweza kuibadilisha au ukaendelea kuwa nayo kama unavyoona wewe. Kwa hiyo ukiwa na mindset mbovu utakuwa na mindset mbovu. Kwa siamini kabisa eti kwamba kijana amechoka eti kwa sababu mindset yake imemwambia alale. Lala utalala mpaka unakufa, hamna kitakachoendelea kwako. Sawa. Big Joe, umeweza kusimamia more than one business, na huenda ni ndoto ya kila kijana kuweza kuongeza kipato chake. Akaanza labda na duka la nguo, kesho atataka labda awe na stationery. Italazimika kuweza kufahamu nyakati gani sahihi ya kuweza kudevelop another business. Nini ambacho kitaweza kumsaidia kijana kuona this is the right time, now unaweza kulive from the first business ukaenda into the second business? So, mimi nafikia kwanza grow your business ambayo umeanza nayo, ambayo wewe ndio inakuweka sasa ufike kwenye level unayotaka. Kwa mfano mimi siku diversify kwenda kwenye business nyingine baada ya muda mrefu sana. Lakini kwanza jenga misingi ya hiyo biashara unayotaka kuifanya. La sivyo utagawanya resources za kwako wewe ukashindwa kuendelea na business ambayo unayo. If you're successful kwenye business ya duka la nguo unalosema, lakini unataka kucomplement duka la nguo kwa kufungua duka la viatu, it's fine. Lakini hujasimama uanze tena kufungua biashara nyingine, uanze kufungua, utachanganyikiwa katikati hapo. Mimi kusema kweli nilitumia muda mrefu sana kuhakikisha kwamba bwana Clouds Media imesimama. Naona almost 15 years wapi. Kichwa, mawazo, akili yangu iko hapo. Ilivyofanikiwa ndio sasa una diversify. Unaenda kwenye, lakini still bado iko ndani ya kikapu ambacho nilikisema. Hospitality, sijui visiwa Budia hivyo, sijui wapi. Lakini vingi sana vilistick kwenye kitu ambacho naweza kukifanya. Lakini taratibu baada ya sasa kujenga stronghold huku, it's easy kwa wewe sasa kuanza kufikiria complement ya biashara ambazo zinaweza zika complement biashara yako wewe pia. That's my advice. Lakini kila mtu ana nafasi yake. Mwingine anaweza kufungua duka leo likaboom, duka likao kubwa. Kesho yake akifungua it's okay. Sawa. Naam, endelea kusalia nasi hapa Uongozi Talk wakati tukiwa tunaenda mwishoni katika maarifa haya. Naam, kama nikwambie hili ni darasa la uongozi, na wewe kijana una nafasi kubwa sana ya kupiga hatua kupata mafanikio hapo ulipo. Hakikisha umesubscribe, umefollow katika mitandao yetu ya kijamii Uongozi Talks. Leo tumepata bahati na baraka ya kuwa na Big Joe, role model wetu vijana. Big Joe, kijana kama anataka kuanzisha taasisi, kampuni au platform fulani na iweze kusustain kwa muda mrefu, wakati anaanza mwanzoni kabisa, kitu gani hasa inabidi aweze kuzingatia? Wengine huenda ikawa ni kutafuta the right team. Kwako wewe, falsafa yako, kitu gani hasa cha kwanza inabidi aweze kuanza nacho?
Mimi nafikiria hapo, kwanza kijana yoyote ni lazima atengeneze framework ya kitu gani anataka kukifanya. Na leo nataka kufanya hiki. Sio? Sidhani unatengeneza timu kwanza kama ulivyosema vision, ndoto yako ikoje, unataka kufanya nini, unaendelea kutengeneza msingi mzima wa unachotaka kukifanya ukoje. And then sasa kutengeneza hologram ya kusema kwamba bwana, unajua mimi timu nayotaka iwe 1, 2, 3. Mimi niko hapa, huyu yuko hapa, huyu yuko hapa, huyu yuko hapa. Unaona? Kwa hiyo in totality ni lazima hivyo vitu kwanza uvifanye kabla hata ya kuanza kufikiria kwamba unataka kufungua. Unaona? Mimi nilianza bado mdogo kama anavyosema, lakini mimi idea yangu kwanza ilikuwa kwanza niwe DJ, kwanza niweze kuvuta watu, kwanza nianze kutengeneza ile base ya kuweza sasa kuanza kupanda kwenye kitu kimoja baada ya kingine. Unaona? Lakini wengi navyowajua nyinyi mnataka leo ukifungua kesho umefanikiwa. Wewe sio na Bentley, wewe sio na G-Wagon. Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna utaratibu step by step. Kai ikiweza again, nachosema bahati nzuri za kwenu, mna nafasi kubwa sana ya kulearn kwa kiasi kikubwa sana kwenye mitandao. Unaona, leo hata ukitaka ukigoogle tu ukaingia how to open a company, vitu vinashuka. Zamani it was not that way kabisa. Mimi nikikuonyesha leo kwa faida ya watazamaji, nikikuonyesha memorandum ya kwangu, unaweza ukacheka, unaweza usiamini hili ndio kampuni ambalo sasa hivi labda probably limetengeneza 100B, 200B, unaweza usiamini. Lakini niliiba. Baada ya miaka 20 ukiiba wanasema hata hawakufungi. Sheria yenyewe ipo hiyo. Lakini mimi niliiba memorandum za watu wengine. Iko siku nitawaonyesha kopi, yani imekatwa imekaa hivi, nyingine imekaa hivi, nyingine imekaa hivi. Kwa hiyo watu wengine nikiwapelekea memorandum, kwa sababu ukitaka kufanya biashara na mtu akwambia hebu niletee memorandum. Mbona imekaa juu chini? Nikamwambia that's how it is. How successful I am. Haikuwa rahisi, kwa hiyo niliiba. Lakini right now nikuuliza wewe, unataka kufungua biashara ya podcast. Sio lazima ujue sana podcast. Podcast dakika 2 unapata vifaa vya podcast. Uko wapi? Nini kinatakiwa? What do you need out of it? Naona how's the management of podcast? Vyote vipo. Kwa hiyo sasa hivi kuna urahisi mno kwa Gen Z kufungua kitu, kwa sababu kila kitu kinakueleza. Yani ni autopilot. Enzi za nyuma there was nothing to do with autopilot. Kichwa chako lazima kitumike, kifanye kazi kichwa chako. Sasa nimekwambia mimi niliiba. Mungu anisamehe. Lakini niliiba memorandum za watu kuweza nitengeneze memorandum zimoja. Yes. Na wakati huo sasa kidogo sio rahisi, hata wazazi unaambia ndio kufungua biashara ni disco. Nenda mwenyewe utajijua. Hakuna support. Hakuna support. Kiukweli mimi, kwa mfano mimi, bahati nzuri naweza nikaisema leo kwa faida ya group la kwenu na watazamaji, mimi bahati nzuri mzee wangu alikuwa na utofauti sana. Hata ile kuwa unachokitaka ilitokana kidogo na maneno ya mzee wetu. Kuwa unachotaka. Unaona, kwa hiyo mzee wangu mimi, he was very liberal. Mzee yule ambaye unataka kufanya nini? Kusoma. Unataka kusoma mpaka lini? Si masters. Wadogo zangu mimi wamesoma. Wana masters. Mimi masters yangu tauni na kusafiri na kitu changu. Unaona? Lakini mzee wangu mimi hata wakati mimi namwambia I do not think kwamba niendelee sana. Akamwambia what do you want to do? Akamwambia mimi nishaanza biashara zangu. Are you sure? Kwa hiyo mimi niendelee? Sawa. Kwa hiyo ni bahati tu. Sio kila mzazi ambaye leo unakuja kusema unataka kufanya hiki akakubali ufanye kile. Wazazi wengi walikuwa nataka uwe engineer. Huna jibu la kusema tena wewe enzi hizo. Mimi sizungumzi sasa hivi ni kidogo wazazi kidogo wamelegea kidogo, yani wanasikiliza watoto. Ingawa kuna wengine Big Joe still bado anampangia mtoto. Lakini nachosema unaweza kukuta ni 20%. Zamani ilikuwa uwezi, wewe mzee wako anakuambia toka nenda katafute wako utajilikia. Kawe dokta, nenda huwa dokta. Lakini enzi zile mzazi amependa kwa sababu mtoto wa fulani ni dokta, atataka na nyumba nzima wawe dokta, au yeye alisoma akawa engineer, anataka watoto wote wawe maengineer. Right now is completely different. Kwa hiyo sasa hizi kuna nafasi kubwa sana ya vijana
Mimi watoto wangu wote wamechagua wanachotaka kufanya wao. Kwa mimi nimesupport kama mimi nilivyokuwa supported. Unaona, kwa bwana, you want to do business, okay. Unataka kufanya nini? Engo gani ya kibiashara, strategy. Wewe unafikiria strategy kama hata usipofanya kazi na mimi itakusaidia? Ndio. Itakusaidia vipi? Kiserikali, hata nikisema leo naenda serikalini na present kwamba mimi nimesoma, masters yangu ni strategies. Unaona, nimefly all the colors kwenye nani, inamaanisha wizara kama za viwanda na biashara wanaweza kuconsider. Kwa hata kama hutafanya kazi na mimi, that definitely unaweza ukasustain life yako wewe. Kwa hiyo kila mzazi ana tofauti. Mimi labda kidogo naweza nikasikiliza, mzazi mwingine asikilize. Kwa hiyo kila mtu inategemeana yukoje. Najaribu kuimagine mwanao akiwa na idea pale ambapo anakuletea, yani nauiona kabisa ni interview kama ya kazi, pale ambapo unauliza impact yake itakuwaje, vision. Definitely, kwa sababu labda mimi nimepita channels nyingi sana. Nimepita channels, nimekutana na wafanya biashara wakubwa duniani. Naona local, international, naweza mara nyingine mimi mwenyewe naita kama nimeenda shule pia, yani kukutana juu ya kutana na mtu ambaye amekuzidi sana. Na mimi mara nyingi hata kwenye organization zangu napenda kupata mtu aliyenizidi. Unaelewa? Watu wenye masters, mimi wote kina Ruge, kina nani wana madigrii yao. Lakini mara nyingine it's much better upate mtu aliyekuzidi. Kwa hiyo hata mimi nikana watoto kwa kiasi fulani, kwa hali ya sasa wanaweza wakanizidi. Kwa hali ya sasa wanaweza wakanizidi. Unaona? Lakini probably experience ambayo labda mimi nayo na exposure tunaweza sasa tukabanana. Yani kwamba mpaka kupata solution ya wewe kunizidi lazima na wewe umefanya kazi ya ziada. Lakini kwa mara nyingi hata wakija, na bahati nzuri nashukuru Mwenyezi Mungu, wanakuwa na ideas nyingi ambazo unaona wazi kabisa zinaweza zikabadilisha organization as a whole, inaweza ikabadilisha nchi as a whole. Na mimi ndio hicho kitu ambacho nataka hata kesho na kishukuru Mwenyezi Mungu akinichukua, niangalie nimetengeneza impact gani kwa nchi yangu. Najua nikazungumza vitu vile vitatu vya haraka tu as I go by. Sasa kupiga miaka yangu kadhaa, maana sisemi miaka yangu kadhaa, kijana. Kwa hiyo tayari sasa hivi nafikiria na organization kama 2 ambazo kwa kiasi kimoja nafikiri na launch kesho, ambayo ni chama cha mafundi wote Tanzania ambao wako in millions. Kwa hiyo mimi nitakuwa godfather wao kuwasaidia, kwa sababu kabla walikuwa hawajakuwa one unit ya kuweza kukopesheka, one unit ya kuweza kupata miradi ya serikali. Na bahati nzuri, baada ya kuzungumza sana na serikali, wameweza kupata nafasi sasa ya kuwa unit, na tayari kuna kazi ambazo zimesainiwa, moja 50 billion, nyingine 100 billion. Kwa hawa mafundi ambao hata sisi wengine hatuwajui, kwa sababu walikuwa hawana naweza nikasema muunganiko ambao unaweza ukawa recognize, kwa sababu benki hawezi kukupa hela mradi anakupa hela. God bless you. Nimeona ile itakuwa karibu kesho. Kwa hiyo inafanyika kesho. Lakini tena kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na watu kutambua either uwezo wangu au influence ambayo naweza nikaileta kwenye organization. Organization nyingine ni organization ya wachimbaji wadogo mpaka wakati wa madini, ambao mwenyekiti wao na nini waliniteua tena mimi kuwa mlezi wao. Kwa hiyo nao vile vile nimewaunganisha na mabenki. CRDB naweza nikazungumza wazi tu, CRDB they're coming in big time kuweza kuwasaidia in terms of equipment, kuwasaidia in terms of masoko. Kwa hiyo vitu ambavyo sasa vinaenda hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi hata nikifanya kitu na jaribu sana kuhakikisha kwamba kinaweza kika cross borders na kuweza kuwasaidia watu wengine wengi. Hakika umeendelea kuacha alama iliyo njema, na sisi tumeendelea kujifunza. Do you think kwamba ningetakiwa napewa award Finland tarehe 24? Tanzania sijai kupewa award. Napewa award labda na organization ambazo labda nikichomoka. Kuna story moja naweza nikakupa. Mama Rwakatare, rest in peace, alipokuwa iko siku alikuwa ni mama yetu sana. Yani ni mama ambaye mara nyingine kitaka kupata hata nafasi ya kupata mambo ya kiroho, kupata mambo ya maendeleo, kwa sababu uzuri wa Mama Rwakatare alikuwa ni mama wa shoka, yani mama wa maendeleo. Mungu amweke mahali pema. Lakini kuna siku nilienda tu, tumekaa tunaongea, mama akaniambia, hivi mwanangu, wewe uhisi maua ungeniletea sasa? Mimi nikashtuka. Kumletea mtu maua sasa inaonyesha mpenzi au nini? Mama nipelekee maua sasa. Akamaliza kuniambia,
hivi unafikiria wewe ukinipeleka kwenye ile futi ngapi ile chini, haya maua mimi nitayanusaje? Iliniingia sana ile statement kwamba kama mtu anastahili kupongezwa, mpongezeni akiwa mzima. Wakati wa kufa ndio sasa mje na statement. Yule kafungulia. Kwa nini usingeniambia nikafurahi? Kwa nini mimi naitwa Finland leo? Siwajui waliofanya, siwajui, wanasema nime impact society. 24th na mimi ni one of the guests. Besides that, B2B ni nyingi sana za watu kuniona. Wengi mpaka nimeshangaa, mpaka wasaidizi wangu wanashangaa. Why watu karibu 30-40 wanataka kukuona wewe? Na uzuri wa wenzetu wadanganyi. B2B inaonekana kabisa, Johnson anataka kumuona Joe, huyu anataka kumuona Joe. Ukikaa uangalia wageni walioalikwa, na mimi niko kwenye renki ya juu kabisa ya watu ambao wanataka kuniona. Kwa hiyo I really think hata tabia ya sisi wa Tanzania, sio Tanzania as a whole, wa Afrika as a whole, mtu akifanya vizuri apewe nani zake. Sijipigi pande, nasema tu kimsingi umesema vizuri. Lazima tuangalie namna ya kupeana maua yetu wakati wakuwa tuko hai. Mimi nashukuru tena, naweza nikashukuru hata katika musicians, kwa mfano Alikiba, Diamond, naona nilifurahi na nikafarijika sana kwamba wakati wa kusema unajua Joe, miaka 60 wewe inabidi ukae pembeni, sisi ndio tukufanyia show ya kushukuru. Diamond yuko mbele sana, na hata Alikiba sasa sijui anaweza wakafanya pamoja, hiyo siwezi kuwasemea, lakini kwa kifupi wote wamepita katika mikono ya Joe. Na uzuri wao wenyewe wanasema, mimi sio kwamba nawasemea, lakini probably inaweza ikawa ni historia kubwa kwa nchi yetu, kwa sababu utake usitake kwa East Africa au wasanii wawili, sio East Africa, Africa nzima, wasanii ambao wamefanya vizuri. Labda nyinyi mnaweza mkaitumia hiyo, unajua sasa kuambia Diamond mkuu kasema kwamba labda mna uwezekano, mimi sijui na wala sio shahidi wa kusema nimesema wao watafanya. Lakini kwa mazungumzo na kwa heshima, probably labda birthday present yangu inaweza ikawa single moja ya kwao. Sahihi. Yeah. Thank you so much, Big Joe. Na mimi nashukuru. Kushukuru sana kwa kuweza kujumuika nasi siku ya leo. Nashukuru. Tuna mengi ya kuendelea kujifunza, lakini muda sio rafiki na ninafahamu na majukumu mengine. Mimi nashukuru. Kwa hiyo asante sana kwa kuweza kukubali kualikika siku ya leo. Mimi nakushukuru sana, na uhakika bado especially kwa vijana wa Tanzania kuna nafasi kubwa sana. Mimi naweza nikasema mimi sehemu nyingi ambazo watu wengine wanafikiria haziingiliki, mimi sikubali. Yani mimi ni sasa ufuweke ukuta hapo nitapanda juu kama haiwezekani. Lazima. Kwa bado naamini kabisa vijana wa kibongo, hii uongozi kwa nini isiwe Kenya? Kwa nini isiwe East Africa uongozi? You understand? Kwa nini ite Tanzania uongozi? Afrobox. Afro inamaanisha si tungeweza kuita Tanzania box basi. Lakini why Afro? Sasa hivi interest tayari zimetoka Kenya, tayari zimetoka Nigeria, tayari, lakini in totality ni kulibeba ili dude kusema linaenda Afrika. Labda tu ina nutshell kwa scoop wanaitaga. Mimi saizi na work on Fungua Radio ya Afrika ya kuzungumza Kiswahili Afrika nzima, ambayo tayari tuko katika mazungumzo mazuri tu ya kulipiga kwenda Cape Town linanyanyuka kwenda mpaka Egypt. Kwa hiyo why not mtu mwingine asifanye? No, naingia Dubai kwenda kufungua TV, kila mtu anasema utaweza wapi? I'll do it. Kuna rafiki yangu mmoja naweza nikakupa mfano mmoja wa kumalizia. Ndio. Anaitwa Ulela. Wakati naangaika kumleta Jay-Z na Beyonce, tumekaa hivi. Kaambia bana, mwezi wa 6 nataka nimshushe Jay-Z na Beyonce. Kaniangalia akaniambia, haki ya Mungu utatembea uchi kutoka Mwenge mpaka mjini. Kwa sababu amekaa Marekani muda mrefu. Anaitwa Ulela, yani tena hiyo nitaipost, nitamtumia na yeye. Sawa. Kaniambia, Joe, haki ya Mungu hiyo kitu haiwezekani. Over my dead body. We know kwamba wewe ukisema kinafanyika utapambana nacho, lakini hicho never. Bwana wewe, nikapiga kazi. Gulfstream 2 zikashuka Tanzania. Kwanza hata kwenye show hakuja. Naomba nikushukuru sana, nishukuru timu yako. You're doing a great job. Na msishie hapa, na nafikiria mpambane. Najua mwanzo unaweza kawa sio mzuri, hela inaweza kawa tai. Sisi wakati mimi naanza tulikuwa nalipana 10,000 nyumbani. Tunakaa umo ndani, kila mtu anapata 10 na tunachukua chakula. Lakini leo ukikaa uangalie
barabara iliyotengenezwa Clouds ndio inalipa kuliko redio nyingine yoyote. Kuna watu wengine wanalipa mshahara kuliko mimi. Ukiuliza kina Ruben au kina Dado, kina Seba wanalipa mshahara kuliko mimi. Kwa hiyo na uhakika hata kwa vijana wasichukulie kwamba kitu kikianza hapo hapo kesho uendeshe Bentley. Hapana. Ninakumbuka nilikuwa na gari moja inaitwa Kifaru. Miaka yote naendesha Toyota Prado ya kizamani ile kama ya kijeshi. Mpaka marafiki zangu walikuwa wanatafuta petroli waje iunguze kwa sababu anasema kwa nini ubadilishi gari? Lakini siku hizi vijana siku hizi badilisha Subaru. Bwana mimi nikushukuru.